Karibu mtazamaji, tuangazie habari za michezo na burudani. Jina langu ni Esther Mtebe na tunaanza kwa kuangazia habari za michezo kitaifa. Serikali itaendelea kushirikiana na wadau wa sekta ya sanaa na teknolojia kuhakikisha uharamia wa kidigitali unakomeshwa ili kulinda maslahi ya wasanii nchini. Hayo yamebainishwa na msemaji mkuu wa serikali ambaye ni katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Gelson Msigwa, katika kongamano maalum lililowakutanisha wadau wa sanaa na teknolojia, akisisitiza haja ya kuboresha mifumo ya matumizi ya kazi za sanaa kwenye majukwaa ya mtandao ili kuhakikisha wasanii, wawekezaji pamoja na sekta nzima ya ubunifu inanufaika ipasavyo na kazi zinazozalishwa. Pia ametoa wito kwa jamii kuongeza uelewa kuhusu matumizi halali ya kazi za sanaa, akieleza kuwa kulinda ubunifu wa wasanii ni hatua muhimu katika kukuza uchumi wa ubunifu na kuendeleza tasnia ya sanaa nchini. Ukuaji wa sekta hii hautakuwa na maana kama wadau wanaohusika katika uwekezaji kwenye sekta hii, wakiwemo wasanii wenyewe na wawekezaji wanaowekeza kwenye miundombinu, watakuwa wanadhulumiwa haki zao ama wanaibiwa kazi zao. Sasa tumekutana kwenye kongamano hili ili kwanza tuangalie mifumo yetu mbalimbali ya namna ambavyo tunaweza kusimamia kazi za sanaa, tuangalie utamaduni unaotumika kutumia kazi za sanaa ni kwa kiasi gani una manufaa kwa wasanii na wawekezaji waliokuja kuwekeza kwenye eneo hili, lakini pia tuone ni maeneo gani yametoa mianya ya uharamia kufanyika. Uharamia wa kazi za sanaa ni kosa kwa mujibu wa sheria. Sasa hivi tunakuwa tuna maduka yetu ya online. Tunapokuwa na maduka ya online, maana yake unatakiwa usikilizie kwenye link ambayo iko online nilikoposti mimi kama Witness Segion. Sasa basi utakapochukua ile kazi ya msanii alafu ukaidownload, alafu ukaanza kutuma vile vile kama ilivyo, au ukaanza kuisikiliza kwenye gari baada ya kuwa umeidownload, maana yake mimi tayari moja kwa moja unanikoseshea mapato. Kazi kubwa bado ipo. Tunaibiwa kazi nyingi sana kwenye WhatsApp, lakini pia watu wanaposti kwenye mitandao yao. Ninachoomba tu serikali izidishe hizo kesi ambazo polisi wanatuambia wanazo, waanze kuzipeleka mahakamani na zifike mwisho. Shirika la Viwango Tanzania TBS linatarajia kuwakutanisha zaidi ya wakimbiaji 1000 katika mbio maalum za Viwango Marathon zitakazofanyika Mei 23 mwaka huu katika viwanja vya Leaders Club jijini Dar es Salaam, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 50 ya taasisi hiyo, huku fedha zitakazopatikana zikielekezwa kusaidia jamii kupitia utoaji wa vifaa hospitalini. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, afisa mkaguzi wa TBS Mhandisi Nyaguchuenza Magongo amesema mbio hizo zinalenga kuwakutanisha wadau mbalimbali wa michezo na wananchi kwa ujumla, sambamba na kuwakumbusha wajibu wa kutumia bidhaa zilizothibitishwa na TBS kwa njia ya kulinda afya na usalama wa mlaji. Na kwa upande wake, afisa mkaguzi wa TBS Mhandisi Hassan Zaid amesema maandalizi ya mbio hizo yamekamilika na zitahusisha kilomita 5, 10 na 21 kwa lengo la kuwapa nafasi washiriki wa aina mbalimbali kuonesha vipaji vyao, huku wakisherekea miaka 50 ya TBS katika kulinda ubora wa bidhaa na huduma nchini. Pamoja ikiwa inatukumbusha wajibu wetu sisi kama shirika la Viwango Tanzania TBS katika kulinda afya za walaji, lakini pia jamii tutakayojumuika nayo na yenyewe itakuwa inajikumbusha wajibu wao kama walaji kwa kuzingatia matumizi ya bidhaa zilizothibitishwa na TBS. Tunawakaribisha wadau wote, wale magwiji, mangula kukimbia. Kilomita 5 zitakuwepo, fun run, kutakuwa na kilomita 10 na kilomita 21. Ni mbio ambazo zinatukumbusha wajibu wetu shirika la Viwango ndani ya miaka 50 ya kuwahudumia Watanzania, kulinda afya na usalama wao. Njoo tushiriki pamoja tukio hili ili tuweze kufikia malengo la kurudisha kwa jamii ambayo tumekuwa tukihudumia katika hii miaka 50.
Kwingineko, timu ya mpira wa miguu ya wanawake Tanzanite Princess ya Temeke imewaomba wadau wa michezo kuwaunga mkono ili kufanikisha safari yao ya kwenda jijini Mwanza kushiriki mashindano ya taifa ya mabingwa wa wilaya. Zaidi na mwana michezo wetu. Wakizungumza na kamera ya Channel 10 Michezo, kocha na wachezaji wakati wakiendelea na maandalizi ya mashindano hayo wameeleza utayari wao wa kiufundi na kutoa wito kwa wadau wa michezo kuwashika mkono ili kufanikisha upatikanaji wa vifaa, pesa kwa ajili ya safari sambamba na malazi watakapowasili jijini Mwanza. Tumejiandaa vizuri, ingawa kuna changamoto mbalimbali ambazo zinatukuta kama timu. Kwa mfano katika issue za usafiri, jinsi gani wachezaji wataweza kusafiri kuelekea Mwanza, jinsi wataweza kula na pa kufikia. So tunahitaji pia misaada kutoka kwa wadau mbalimbali kwa ajili ya kusupport timu yetu, kwa sababu bado hatujakaa vizuri kiuchumi. Tukipata misaada itakuwa rahisi kwa wachezaji, kwa viongozi na kwa timu zima benchi la ufundi kuweza kusafiri na kuwa na uhakika kwa kuishi vizuri kule kituo Mwanza. Kama sisi wachezaji au timu tupate msaada wa kusapoti kwenye haya mashindano ambayo tunaenda. Kiukweli tuna changamoto nyingi sana kama timu na pia kama wachezaji. Changamoto tulionayo ni upatikanaji wa kifedha. Upatikanaji wa kifedha, tunaomba wadau waweze kutusapoti. Support yenu ni muhimu kweli. Kenny Malila, Channel 10 Michezo. Asante Kenny Malila kwa taarifa hiyo. Katibu tawala mkoa wa Katavi Albert Msovela amewaasa wanamichezo waliochaguliwa kwenye UMISETA kuwa na nidhamu pindi wanapokuwa kambini na katika mashindano hayo yatakayofanyika mkoani Iringa na kurudi na vikombe. Zaidi na mwanamichezo wetu Pasco Katona anatueleza. Akifunga mashindano hayo ya UMISETA ngazi ya wilaya katika viwanja vya shule ya sekondari Rungwa, Katibu tawala wa mkoa wa Katavi Msovela amesema kuwa anawapongeza walimu hao kwa maandalizi. Ikiwa ndo siku yetu ya mwisho baada ya maandalizi ya takriban siku 4 kuandaa timu yetu ambayo itakwenda kushiriki mashindano ya kitaifa kule mkoani Iringa. Afisa elimu pamoja na timu yako yote, pamoja wakuu wa shule, waamuzi na walimu pamoja na wanafunzi wetu, niwapongeze kwanza kwa maandalizi mazuri, kujitoa kwenu, kuhakikisha kwamba tunapenda sio kama vile mzee Mwinyi alikuwa anasema kichwa cha mwenda wazimu. Tulikuwa tunaenda kushiriki michezo lakini sio kwenda kushindana. Sasa ninaamini mwaka huu mtakuwa mmechagua timu nzuri ambaye itakwenda kuleta upinzani. Awali akitoa taarifa ya mashindano hayo yaliyochukua siku 4, George Mtawa, kaimu afisa elimu mkoa, ameeleza namna walivyojipanga. Hata hivyo, Charles John, mwenyekiti wa maafisa elimu sekondari halmashauri ya manispaa ya Mpanda, alikuwa na haya ya kueleza. Mwaka jana tulienda, kuna michezo 2-3 tuliingia mpaka robo finali, na kutokea pale hatukuweza kusogea zaidi. Mwaka huu ni utashi wa kila mmoja wetu ambaye yuko hapa kuona kwamba tunasogea, na this time tunataka kuja na vikombe 2-3 walao. Tegemea kabisa michezo yote inayoambatana mchezo huu yote ambayo tunayo mkoa wetu wa Katavi, tutahakikisha tunarudi na makombe yote. Tuna imani michezo safi. Vijana oye! Nikiripoti kutoka hapa mkoani Katavi ni mwana michezo wako Pasco Katona wa Channel 10. Shukrani Pasco Katona kutoka huko Katavi. Kwingineko, mbunge wa jimbo la Itigi wilayani Manyoni mkoani Singida, Yohana Steven Msita, amemwagiza kamanda uhifadhi pori la akiba Muhesi Paul Lunimba kuhakikisha anatekeleza ahadi ya kuwapatia vifaa vya michezo timu za mpira katika vijiji vinavyozunguka pori hilo la akiba. Zaidi na taarifa ifuatayo. Mbunge Msita ametoa agizo hilo kwenye mkutano wa wafugaji wa kitongoji cha Kipera, kijiji cha Ipalalu, kata ya Mitundu, wilaya Manyoni, baada ya kupokea maombi kutoka kwa vijana wa moja ya timu ya mpira wa miguu wa kitongoji hicho cha Kipera. Game ya Temple Cup
sijui imefia wapi. Tembo Cup inaendelea na itaanza mwezi wa 7, kwa hiyo nafasi bado. Sasa Tembo Cup bwana, haya sasa maelekezo yangu kama mbunge. Moja ya sehemu utakayo lazima uiangalie ni hii ya Kipera. Waletee jezi na mpira hapa. Mbona vijana mpira makosa? Lakini Kipera kuna wachezaji kweli? Wapo. Sasa hebu mpambane basi, mwe mabingwa hata wa Tembo Cup ikija. Mkishinda Tembo Cup na ligi ya mbunge ikija mkawashinda, basi mtapata zawadi nyingi sana. Kwa mimi nikushukuru sana meneja. Pamoja na msaada huo wa vifaa vya michezo, vile vile kwa mwaka huu wa 2026 Pori la Akiba Muhesi linatarajia kutoa shilingi milioni 6.5 kijiji cha Doroto na shilingi milioni 6 zingine kijiji cha Damweru. Zote hizo ni kwa ajili ya shughuli za maendeleo. Nikiripoti kutoka wilayani Manyoni mkoani Singida, ni mwana mchezo wako kiungo mstaarabu Jumbe Ismail wa Channel 10. Na taarifa hiyo ya kiungo mstaarabu inatuwekea utuo kwenye habari za kitaifa kwa upande wa michezo. Na sasa tukaangaze kwa upande wa habari za michezo kimataifa. Katika mashindano ya mbio za pikipiki duniani daraja la MotoGP, nyota Fabio Di Gianantonio ameibuka mshindi wa mbio za Catalan Grand Prix zilizofanyika siku ya jana jijini Barcelona nchini Hispania, baada ya mashindano yaliyokuwa na matukio mengi ya ajali na kusimamishwa mara 2 kwa bendera nyekundu. Mwitaliano huyo anayetumikia timu ya VR46 alionyesha kiwango cha juu mwishoni mwa mbio na kufanikiwa kuchukua nafasi ya kwanza, akirejea kwenye ushindi kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2023. Mbio hizo zilikumbwa na hatari baada ya ajali zilizohusisha Alex Marquez wa Gresini na Johan Zarco wa Honda, hali iliyosababisha waamuzi kusimamisha mashindano mara 2 kwa sababu za usalama. Katika matokeo ya mwisho, Joan Mir wa Repsol Honda alimaliza nafasi ya pili, huku Fermin Aldeher wa Ducati Gresini akimaliza nafasi ya 3 kwenye podium. Kituo kinachofuata katika mashindano hayo ni Italian Grand Prix katika njia za Mugello jijini Florence nchini Italia Mei 31 mwaka huu. Kenny Malila, Channel 10 Michezo. Na ndivyo ambavyo anatamatika Kenny Malila akiangazia kwa upande wa habari za kimataifa. Na sasa tukaangaze kwa upande wa habari za burudani, ambapo katika burudani leo tutaenda kuangazia yaliyobamba na kuweka gumzo huko mitandaoni, na anatusimulia hapa Witness Ngalawa Winga Teleza. Kutoka mtandaoni yapo mengi, na hii leo tutaangazia mambo mawili tu, na nikianzia hapa nyumbani ni kuwa mchekeshaji maarufu katika mitandao ya kijamii kwa jina la Uncle Zala ameibua gumzo kubwa huko mtandaoni baada ya kufanikiwa kumshawishi bilionea wa Tanzania Mohamed Dewji kuingia kwenye mchezo wa kuigiza, yani content creator, ambayo imeendelea kutrendi kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii. Video hiyo iliyosambaa kwa kasi kupitia Instagram pamoja na TikTok imewaacha wengi wakicheka na kushangaa kuona mfanyabiashara kama Mo Dewji akiwa huru mbele ya kamera, tena akishiriki kipande cha burudani ambacho imezoeleka zaidi kufanywa na vijana wa mitandaoni. Na hapa hebu tutazame kwa uchache tu namna ambavyo Uncle Zala alivyoweza kumshawishi Mohamed Dewji ili aweze kufanya naye kikripu kidogo tu ambacho kimeendelea kubamba katika mitandao mbalimbali. Hapa ndo nani? Ndio kiwanja ilikuwa hivi. Swimming pool itakuwa hivi. GSM. Goodbye. Wala siku nyingine wanipigiaje. Namna hivyo wengi wamepongeza namna Uncle Zala alivyoweza kutumia ubunifu wake kumvutia mfanyabiashara huyo mkubwa hadi kukubali kuingia kwenye vibe ya content creators ya hivi sasa. Wengi wameandika kuwa Mo Dewji ameonyesha upande mwingine wa maisha yake ambayo wengi hawajawahi kuona, upande ambao una ucheshi na ukaribu kwa jamii. Content hiyo imeendelea kutikisa mitandao, huku baadhi ya watu wakimtania Uncle Zala kwamba hakuna aliyemshinda kushawishi baada ya kufanikiwa kolabo ambayo wengi hawakuitarajia kabisa kuiona.
Na naenda kuhitimisha na tukio hili kutoka huko nchini Sri Lanka, ambapo wananchi wengi wameendelea kuvutia maelfu ya watu kupitia mashindano ya kipekee ambayo washiriki hukimbia wakibeba vitanda vya mbao vyenye uzito wa kilo 35 kwa umbali wa kilomita 8. Limeendelea kuvutia mamia wakazi na wageni kutokana na namna ambavyo inachanganya burudani, ushindani na utamaduni wa kijiji hicho. Waandaaji wa mashindano hayo wanasema utamaduni huo umetokana na historia ya useremala wa eneo hilo, ambapo zamani hizo wafanyabiashara walikuwa wakibeba vitanda vya mbao umbali mrefu kwenda kuviuza katika maeneo mbalimbali. Naam, tujuze katika mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook na TikTok huko kwamba ni shindano gani ambalo unaweza kulifanya katika mkoa wako. Mimi Witness Ngalawa Winga Teleza nikiulizwa mkoa wangu wa Njombe, hasa katika wilaya ya Ludewa, yanaweza akawa ni shindano la kukimbia na viungu ama matenga ya samaki vichwani katika milima ya Livingstone ambayo inapatikana kando kando ya Ziwa Nyasa. Ni hayo tu ambayo yametrend leo katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Nikurejeshe kwake Esther Mtebe. Mimi ni Witness Ngalawa. Asante Witness Ngalawa Winga Teleza. Hii ya kukimbia na kitanda, ndugu yangu, ni heka kwa kizazi hiki cha Gen Z. Hata kukimbia na kindoo tu cha lita 10 itakuwa ni mtihani. Tunatamatisha hivyo habari za michezo na burudani. Jina langu ni Esther Mtebe.